Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Hii ni Kasako Media Update. Jina langu ni Adela Thomas na leo nitamzungumzia mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina Bibi Titi Mohamed. Ni mwanamke aliyeleta chachu na kuwafanya wanawake wengi kujiunga na mambo ya siasa. Waswahili wanasema ili uweze kufanikiwa ni lazima ujifunze kwa waliofanikiwa. Bibi Titi Mohamed alizaliwa mnamo Juni mwaka 1926 katika jiji la Dar es Salaam na alifariki Novemba 5 mwaka 2000 akiwa na umri wa miaka 74. Mwanamke huyu alikuwa wa kwanza kuchukuliwa kuwa mpiganaji uhuru na kuunga mkono rais wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Bibi Titi Mohamed alikuwa mwanamke wa Tanganyika African National Union, yani TAN, chama kilichopigania uhuru wa Tanzania, na kushika nyadhifa mbalimbali za waziri mnamo Oktoba 1969. Alihukumiwa kwa uhaini na baada ya miaka 2 jela alipata msamaha wa rais. Wasifu wake: maisha ya awali. Alikuwa akikulia katika kabila la Matumbi. Babake alikataa kumpeleka shule kwa sababu alihofia kupoteza imani yake ya Kiislamu. Baada ya baba yake kufariki, mama yake aliamua kumpeleka shule kwa sababu aliona umuhimu wa elimu kwa msichana mchanga mmoja. Ushawishi wa mamake Bibi Titi ulimsaidia bibi kupigania haki za wanawake na kumsaidia katika kupigania uhuru. Ndoa na watoto. Akiwa na umri wa miaka 14, aliolewa na mzee ambaye aliachana na mtoto wake wa kwanza. Binti yake aliitwa Halima. Kwa sababu ya maadili ya Bibi Titi, binti yake hakuruhusiwa kuolewa hadi alipomaliza shule. Baadaye Bibi Titi aliolewa tena na kuwataliki wanaume wengi, 2 watatu. Kazi ya kisiasa. Bibi Titi Mohamed alianza kazi yake ya hadhara kama mwimbaji mkuu katika ngoma, kikundi cha dance na mziki, ambapo alisherekea kuzaliwa kwa Nabii Muhammad wakati wa Maulidi. Katika miaka ya 1950, baada ya vita kuu ya pili ya dunia, alianza kujihusisha na haki za utaifa nchini Tanzania, na Julai 7 mwaka 1954 TANU iliundwa na Julius Nyerere. Alikuwa rafiki yake wa karibu baada ya kutambulishwa kwake mwaka 1954 na dereva wa gari la familia. Mnamo mwaka 1955 Mohamed alikuwa mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Tanzania, UWT, Umoja wa Wanawake Tanzania, ambacho kilikuwa tawi la wanawake la TANU. Ndani ya miezi mitatu baada ya kuingia kwenye nafasi hiyo, aliweza kuandikisha zaidi ya wanawake 5,000 katika TANU na kusaidia jukumu kubwa katika kupigania uhuru dhidi ya utawala wa kikoloni wa Uingereza. Mohamed aliweza kuleta mawazo ya UWT kwa umma, pia kuwaunganisha wanawake dhidi ya ukoloni kwa kuwapa sauti moja. Tanzania ikawa nchi huru mwaka 1961 na uongozi wake pia ulisaidia kuandika katiba mwaka 1964. Alikuwa waziri mdogo wa wanawake na masuala ya kijamii na kupata nafasi ya wanawake katika serikali ya Tanzania. Pia alichukua jukumu muhimu katika kuunda mkutano wa wanawake wote wa Afrika. Mnamo mwaka 1965 Bibi Titi alipoteza kiti chake cha ubunge, ambao ilimaanisha kupoteza kwake mamlaka, na kufikia mwaka 1967 alijiuzuru nafasi yake katika kamati kuu ya chama. Alikuwa akipinga kifungu cha Azimio la Arusha, mpango wa Nyerere kwa ujamaa wa Kiafrika. Tamko hili lilipiga marufuku ya wajumbe wote wa kamati kuu kukodisha mali. Kwa sababu ya ukosefu wa elimu wa wanawake wengi, haki ya kukodisha nyumba ilikuwa mojawapo ya mambo machache yaliyowasaidia kupata mapato tathmini. UWT. Bibi Titi Mohamed alikuwa mtu muhimu kwa kuundwa kwa TANU, Tanganyika African National Union, ambacho kilikuja kuwa chama kikuu cha siasa nchini Tanzania. Ushiriki kwa Mohamed ulianza pale alipokutana na Julius Nyerere, ambaye hatimaye angekuwa rais wa kwanza. Mohamed na wanawake wengine kama Sofia Kawawa waliweza kushika nyadhifa za uongozi na TANU, hasa kutokana na imani ya Nyerere katika usawa wa kijinsia. Kuwapa wanawake kujulikana ilikuwa kipaumbele kikuu cha sera ya Nyerere. Kumpa Mohamed jukwaa alilohitaji, Bibi Titi Mohamed alikuwa kiongozi wa urengo wa wanawake wa TANU uitwao Umoja wa Wanawake wa Tanzania, UWT. Shirika hili lilikuwa muhimu katika kukuza imani ya maadili ya TANU. UWT pia ilikuwa chombo muhimu katika kuwaunganisha wanawake kote Tanzania. Kukamatwa na kuwekwa kizuizini. Mnamo Oktoba
wa 1969, Bibi Titi aliyekuwa waziri wa kazi Michael Kamalizi walikamatwa pamoja na maafisa 4 wa jeshi wakishtakiwa kwa kupanga kupindua serikali. Akionekana kuwa mchochezi wa maandamano, alifikishwa mahakamani kwa kupanga njama ya kuchukua serikali ya Tanzania. Kesi ya kwanza ya uhaini ya Tanzania ilifanyika, na baada yake ya siku ya 127 Mohamed alihukumiwa kifungo cha maisha. Aliwekwa kwenye kizuizi cha nyumbani. Wakati wa kesi hiyo, washirika wake wa kisiasa walikamatwa na wengi marafiki zake walimwacha. Akiwa gerezani, mume wake ambaye alimuonea aibu alimpa talaka na kumwacha peke yake ili kuthibitisha kwamba hakuwa na hatia. Baada ya miaka 2 katika kifungo chake cha maisha, Nyerere alibadili kifungo chake na akatoka gerezani. Kifo na kuchelewa kutambuliwa. Baada ya Bibi Titi kuachiwa kutoka gerezani, alitoweka kutoka kwa maisha ya umma na kuishi maisha yake yote huko Johannesburg, Afrika Kusini. Na mnamo mwaka 1991, wakati Tanzania ikiadhimisha miaka 30 ya uhuru, Bibi Titi alionekana kwenye gazeti la chama tawala kama mapambano ya kishujaa wa uhuru. Mnamo Novemba 5 mwaka 2000, Mohamed alifariki katika hospitali ya Neck Care mjini Johannesburg ambako alikuwa akitibiwa. Urithi wa Bibi Titi Mohamed unaendelea nchini Tanzania. Alicheza jukumu muhimu katika elimu na usawa wa wanawake. Alipigania serikali yake kwa kile alichokiamini hata alipopitia matatizoni. Leo moja ya barabara kuu za Dar es Salaam imepewa jina la Mohamed kwa heshima ya mafanikio makubwa aliyoyapata kuelekea uhuru wa Tanzania. Na mnamo mwaka 2020, mradi wa historia wa Deschutes Well wa Africa Roots kwa vijana barani Afrika ulitoa hadithi na video ya kumuhusisha kuhusu maisha yake. Ulikuwa nami Adela Thomas katika kukuletea Kasako Update Media, na nilikuwa nikimzungumzia mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Bibi Titi Mohamed, mwanamke aliyeleta chachu hadi kuwafanya wanawake wengi kujiunga na siasa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.